Mtazamaji wa Mbayo TV, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na baadaye kumjeruhi kwa risasi alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi mtuhumiwa Stanley Dismas Ulaya mwenye umri wa miaka 18, mkazi wa kata ya Nguruka wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma, kwa tuhuma za kumteka mtoto mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka 8, mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi Mbezi Ubungo, Dar es Salaam, ambapo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo ameongea na waandishi wa habari leo hii tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2025. Twende tukamsikilize anazungumza nini Jumanne Murilo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 8 mwezi huu Machi mwaka 2025 lilimkamata na baadaye alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi na maofisa wa polisi kuchukua tahadhari zote za kumfanya asitoroke kwa kupiga risasi hewani, lakini mtuhumiwa huyu akakaidi. Alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja na kwenye nyonga na baadaye kupelekwa kwenye hospitali kwa matibabu, huku hali yake ikiwa ni mbaya. Mtuhumiwa huyu aliyekamatwa kwa tuhuma za kumteka mtoto alifahamika kwa jina la Stanley Dismas Ulaya. Baadaye ilikuja kubainika ni mkazi wa kata ya Nguruka wilaya ya Uvinza ambayo ipo mkoani Kigoma. Mtuhumiwa huyu kabla ya kujeruhiwa akijaribu kutoroka chini ya ulinzi, anatuhumiwa kufanya tukio tarehe 6 mwezi Machi mwaka huu wa 2025, tukio la kumteka mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka 7 ambaye anasoma katika shule ya msingi Mbezi iliyo katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Mtoto huyu aliyetekwa alishushwa kutoka kwenye daladala na baba yake kwenye kituo ambacho kiko karibu na shule ya msingi anayosoma, na hakurudi nyumbani mpaka saa 1 za jioni wazazi walipoanza kumtafuta na baadaye kufanya mawasiliano na mwalimu wa shule ya msingi hiyo ambaye aliwapatia namba ambayo ilikuwa kwenye daftari, ambapo mtuhumiwa huyu alikuwa akiipiga akitaka namba ya wazazi na baadaye kupata namba za wazazi na kuanza kutaka pesa kwa vitisho kutoka kwa wazazi, pesa nyingi, kwamba wasipotoa mtoto yule watamdhuru, ikiwa ni pamoja na kumpotezea maisha yake. Jeshi la polisi kwa kutumia wataalamu wake na kuhusisha kamisheni ya kisayansi na intelijensia walifanikiwa kufuatilia, na tarehe 8 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 mtuhumiwa huyu alikamatwa maeneo ya Bagamoyo akiwa na yule mtoto na akaletwa mpaka kituo cha polisi cha Oysterbay, wakati taratibu zingine za kisheria zikiwa zinafanyika za kutaka kumweka mahabusu, alikurupuka na kukimbia kutaka kutoroka chini ya ulinzi
ambapo jitihada za ziada za polisi zilifanyika za kupiga risasi juu kumtahadharisha, lakini akakaidi na baadaye akapigwa risasi mguuni na kwenye paja na akakamatwa tena, lakini hali yake ni mbaya. Alipelekwa hospitali kwa matibabu. Hali ya mtoto aliyetekwa imeonekana kuwa njema na taratibu zingine za kumchunguza zinaendelea kuhusiana na afya yake. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kulani vitendo vyote vya kihalifu vikiwemo vinavyohusisha masuala ya utekaji, lakini pia kuiba watoto na makosa mengine, na kwamba jeshi halitakuwa na huruma. Narudia, jeshi halitakuwa na huruma na watuhumiwa wa namna hii. Litaendelea kuwashughulikia vikali, lakini kwa kuzingatia mifumo ya kisheria. Kwa majina naitwa Johnson Elisha Kofia. Ilikuwa tarehe 6 siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi. Nitoka nyumbani mwanangu nampeleka shuleni. Kufika shuleni nikamshusha akaelekea shuleni. Nilipokwenda kazini kwangu nilifanya kazi zangu. Nilipofika jioni saa 1 kapigia simu kwamba hajarudi nyumbani. Nilipopiga simu hajarudi nyumbani, ndio tumepiga simu mwalimu wake wa darasa. Mwalimu wake akatambia kwamba bora amenipigia, kuna namba ilikuwa inanisumbua sasa hivi. Chukueni namba ipigieni, sababu nataka namba ya mzazi wa mwanao. Nikapigia ile namba, tumepigia ile namba, nikasema mtoto wako tupo naye, tumemteka sisi, tunahitaji upatie kiasi cha pesa. Kiasi cha pesa kilikuwa kingi sana ambacho mimi sikuwa na uwezo nacho. Kiasi cha pesa alichotaka walianza milioni 50. Najisikia furaha sana. Wana mtazamaji wa Mbayu TV, pasi na shaka umeweza kumsikia kamanda wa polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro wakati akitoa ufafanuzi kuhusiana na tukio hilo la kujeruhiwa kwa risasi kwa kijana huyo ambaye alikuwa ametekeleza jukumu la kumteka mtoto mdogo kabisa mwenye umri wa miaka ambayo inakadiriwa kuwa ni miaka 7 hadi 8 hivi, ambapo alikuwa anaelekea kwenye miaka 8. Unaweza kusema hivyo. Kitu ambacho kimekuwa ni cha kujirudia hivi sasa. Juzi tu katika mkoa wa Mwanza lilitokea tukio hilo la watoto wawili wa shule kutekwa wakiwa katika harakati za kwenda shuleni, na wenyewe waliweza kutekwa. Lakini tukio jingine linatokea tena Dar es Salaam, mtoto anatekwa, na mambo ni yale ambayo yanakuwa yanazungumzwa kwamba wanakuwa wanahitaji pesa, kitu ambacho ni njia si halali katika kutafuta kipato. Wameweza kumchukua mtoto, maybe wakaenda kumtengenezea mazingira akapata shida, mwisho wa siku mtoto hivi sasa anaanza kutengenezwa kurudishwa kwenye saikolojia ya kawaida. Anaweza akaathirika kisaikolojia kwamba alikuwa haamini kwamba yupo katika mikono ya watu ambao si sahihi, ameweka katika mikono ya watu ambao anaweza kumpotezea maisha muda wowote. Amewaweka wazazi katika hali ambayo wanakuwa wana mashaka juu ya uhai na usalama wa mtoto wao. Ni vitu ambavyo vijana wa Tanzania tunapaswa kurekebishika na tunapaswa kuviacha mara moja. Turudi katika njia za msingi, njia halali za kutafuta vipato vyetu vya kila siku. Na umeweza kumsikia mzazi namna ameweza kuzungumza juu ya namna kitu ambacho walikuwa wana demand hao watekaji. Shilingi milioni 50 ambazo ukija katika level za Watanzania wengi ambao tuna hali ya kawaida kuipata inakuwa ni ngumu. Unaweza kujikuta unaingia katika madeni, mwisho wa siku unapata shida kubwa ya kiuchumi kwenye maisha yako. Bwana, tunashukuru kwa jeshi la polisi kwa kufanikisha kuweza kupatikana kwa mtoto huyu akiwa salama, lakini pia kwa jitihada za kuhakikisha kwamba hawajamaliza uhai wa mtuhumiwa huyo baada ya kujaribu kukimbia. Mwisho wa siku kama akitoka akiwa mzima, basi anaweza kusaidia kuweza kupata
upelelezi wa kina ni nani ambaye aliweza kumtuma yeye aweze kufanya jambo hilo. Hii ni Mbayu TV, na kukumbusha kama bado hujasubscribe YouTube channel ya Mbayu TV, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Lakini pia unayo fursa ya kutufuatilia pale katika Instagram account yetu, huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe kila siku na kila saa. Langu jina ni David Edward. Uwe na siku njema.